Karibu kwa mara nyingine mtazamaji kwa Mamlaka na Nguvu. Ni wakati mwingine ambapo tunakutana katika studio hizi au katika mtandao huu tukizungumza mambo mazuri yenye faida, hususan katika masuala ya nidhamu. Mimi ni Mfalme Dr. Fadhili, kiongozi wa kimila, jadi, asili na utamaduni kutoka himaya ya Nyarutambwe, Manyovu, Kigoma, Tanzania. Lakini pia ni katibu mkuu muungano wa falme za Afrika, United Kingdoms of Africa, na zaidi ya hayo ni mteule katika taasisi ya wafikiriaji duniani kama makamu mwenyekiti. Vyeo ni vingi, bali pia mimi ni kiongozi wa kiroho katika misingi ya jadi na ni mteule wa Mheshimiwa Rais Umoja Amani Kwanza visiwani Zanzibar. Leo nimekuja kwa ajili ya kuendeleza tu mwendelezo ule wa mambo yanayohusiana na nidhamu katika himaya, ama nidhamu kwa vijana wetu wa Kiafrika, nidhamu kwa vijana wetu wa Tanzania. Mara nyingi nimekuwa nikishauri mengi, lakini leo nikawa nimependelea kuweza kushauri juu ya habari ya nidhamu. Wa Tanzania, ninaombeni kuanzia siku ya leo hii mtakaposikiliza taarifa hizi, anzeni kutengeneza marekebisho ya nidhamu zenu. Wale ambao mnajijua kabisa nidhamu ni mbaya, rekebisheni kutengeneza nidhamu zenu, kwa sababu tunawategemea kesho kwenye utawala. Tunawategemea kesho kwenye viongozi wakuu wa nchi. Nchi yetu ya Tanzania ni nchi ya kidemokrasia, ni nchi ambayo imekuwa ikitoa wigo wa vijana pia kugombea nafasi mbalimbali za utawala katika serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa, mwaka huu, mwaka wa 2025 ni mwaka wa uchaguzi. Na ninajua vijana mnaweza mkajitokeza katika nafasi mbalimbali ili kuweza kugombea. Japo pia kuna wengine tayari mmegombea mwaka jana nafasi za serikali ya mtaa na tayari mko kwenye madaraka. Sasa, kijana ambaye unanisikiliza kwa wakati huu, jitahidi kujenga, wanaita build your, tengeneza nidhamu yako. Usipotengeneza nidhamu yako, baadaye unaweza kuaibika. Ni pale ambapo itafika hatua unafikia ukomavu, unagunduli fanya mambo machafu ambayo hayo mambo mpaka unajuta kwa nini uliyazungumza au uliyafanya katika mitandao ya kijamii. Tunawajua kuna watu wa comedian mitandaoni, fanyeni mambo ya comedian, hatuna shida na ninyi, lakini pia muda wa kazi muutambue, muda usio wa kazi muutambue. Tunafahamu pana waigizaji pia jitahidini muigize, lakini muda wa maigizo mtambue, muda usio wa maigizo mtambue. Msituletee maigizo mpaka mitaani, tunaanza kuona wale waigizaji na wasanii ambao tulijua ndio vioo vya jamii, na nyie tena mnakuja kuwa na migogoro katika jamii yetu kama alivyofanya huyu binti mwenzenu ambaye nasikia aliingizwa kwenye mambo ya kutapeli watu, ambaye mpaka sasa ninayo hakika kwamba yuko nguvuni akiwa alikuwa anajiandaa kwa ajili ya kutoroka. Na ni msanii ambaye ni kioo cha jamii, na tuitegemea kwamba pengine ninyi ndio tungeangalizia kwenu. Sasa mmejisahau sana. Mimi kama kiongozi wa kimila ninaendelea kusisitiza vijana kuweni na nidhamu, vijana heshimuni wakubwa, vijana fuatilieni misingi ya nidhamu, na kama mazingira unayoishi huwezi kupata misingi ya nidhamu, tumeshauriana tuwe tunakutana hapa kwenye darasa kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 2 za asubuhi mpaka kuanzia saa 4 asubuhi mpaka saa 6. Ni masaa mawili tu na ni Jumamosi tu, ni kwa kila Jumamosi. Ni hapa viwanja vya Fathergate, Mbezi Beach, Africana, Dar es Salaam, ambapo ukipanda gari, ukishuka hapo Africana, uliza Fathergate kwa Mfalme Dr. Fadhili. Hapa kwenye hivi viwanja ndipo huwa darasa hili la mema ya kuishi linafanyika, darasa la ukweli wa kuishi linafanyika, na tunamkaribisha kila yeyote, hatujali imani gani. Ikiwa unatamani kujifunza ukweli wa kuishi maisha yenye nidhamu, maisha yenye maandalizi ya utawala bora wa baadaye, maisha yenye maandalizi ya mafanikio, maisha ya kufanikiwa. Maana ninapozungumza kufanikiwa, msihisi ninawavuta mje tufanikiwe, hapana. Tunafahamu mafanikio ni kanuni, maisha ni kanuni. Unapoona inafika hatua mtu anamheshimu mtu asiye na kitu, maana yake tayari huyu ameshanidhamia hatua fulani ya maisha, na akifanikiwa usishangae. Kwa sababu kumbukeni, mafanikio tunayapata kwa watu. Mafanikio ya watu hawazaliwi nayo. Mafanikio unayapata kwa waliotangulia. Hata taarifa za mafanikio tunazipata kwa wale wenye taarifa.
unahisi utapata taarifa ukiwa hauna nidhamu? Na ndiyo maana moja kati ya kanuni za msingi wa maisha ya kufanikiwa ni kujitambua kwanza. Ukishajitambua, ujue unaishi na nani na ni nani kwako na umpe nidhamu gani. Isije ikafika hatua wewe ni mmoja kati ya watu ambao wanatafuta mafanikio, halafu mwizi. Wewe ni mmoja kati ya wanaotafuta heshima, halafu wewe nidhamu hauna. Haitawezekana. Ndio maana naeleza kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Wale wote ambao mmejipima, mkajiridhisha kwamba mnatosha, basi jitahidini sana kwenye nidhamu. Tusione fujo katika uchaguzi huu. Nimekuwa nikiendelea kumpongeza Mama Samia Suluhu Hassan ambaye ndiyo rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia akiwa ndiyo chifu mkuu kwa namna ya chifu Angaya, kuendelea kumpongeza juu ya mengi ambayo anaendelea kuyatenda, lakini pia nikiendelea kuishauri serikali juu ya kusimamia nidhamu ya vijana. Tumeeleza sababu ya kuporomoka kwa nidhamu za vijana ni masingo mother, wanawake mnaong'ang'ania kuishi na watoto. Jambo la mwanamke kung'ang'ania kuishi na watoto wa kike na wa kiume, uwalee wewe katika usingomaza wako na kazi hauna, ndio matokeo tunapata vijana wanaotukana mitandaoni. Masingo father, wanaume ambao mnataka kulea watoto wa kike na wa kiume pasina mama zao. Hapo ndipo tunapata matokeo, mtoto analelewa na mama wa kambo, halafu mama wa kambo mwenyewe na yeye alilelewa na mama wa kambo, na kwao hajawahi kuona mapenzi ya aina yoyote, maana mama yake alifukuzwa mapema. Basi unakuta anamfundisha mtoto wako uchafu akiwa bado ni mdogo, hali ya kuwa watoto wake yeye hapendi wajue hivyo, ila anamfundisha mtoto mwingine hayo, baadaye kumba na haribu na watoto wengine. Baadaye tukija kukaa chini tukaangalia, tunagundua misingi yetu ya utawala bora inaendelea kuharibika, maana tunakosa watu muhimu na rasilimali ya taifa ya baadaye ambao wangekuwa viongozi wa kitaifa. Hivyo nipende tu kueleza kwamba watu wafahamu, kila chochote unachokifanya huwa kina malipo. Kama ukiamua kutukana watu, jua kwamba una malipo utayapata. Kama si siku moja kuingia kwenye kufungwa, ipo siku utaenda kujibia hayo matusi yako. Na hata kama si kwenye serikali ya Tanzania, ipo siku hata huko uendako baada ya kuacha mwili, utaenda kujibia matusi ulioweza kuwatukana viongozi pasina hatia. Lakini wakati huo huo itoshe tu kueleza kwamba kuna misingi ambayo inabidi ifuatiliwe. Kama umekuwa mama wa kambo, unamfundisha uhuni mtoto wa mke mwenzio kwa kume mkuta pale nyumbani ili aharibikiwe, wakwako wabaki pale, endelea hivyo hivyo. Malipo ni hapa hapa. Mara nyingi nimekuwa nikiwaeleza wazi kwamba maisha ni duara. Kwa Kiingereza wamekuwa wakisema life is cycle. Unafahamu ni kwa nini nyumba za wazee zamani zilikuwa ni za duara? Zile wanasema life is no end. Yaani maisha hayana mwisho. Kila lolote unalolitenda hapa katika ardhi hii, jua kwamba litakurudia. Liwe jema litakurudia. Tenda wema umejitendea mwenyewe, tenda ubaya umejitendea mwenyewe. Na ndiyo maana nikimsikiliza dada mmoja ambaye pia ni mtangazaji, alikuwa akizungumzia juu ya habari ya wanaume kujisifu kuvunja bikira nyingi halafu hujawaoa. Ni laana, hamwezi kuelewa. Ile dada alisema ukweli kabisa. Unajua maisha kama nilivyosema yana kanuni, na misingi ya maisha ni kutii kanuni na taratibu zote za maisha. Wewe unatembea na watoto wa watu na unajua hautawachukua. Jua kwamba ipo siku mwanao naye atatembea na watu na hawatamchukua. Unazalisha watoto wa watu nyumbani bila hata ya kuwaoa. Jua na wewe watoto wako wa kike watazalishwa nyumbani pasina kuolewa. Unafanyia uhuni wa mama wa watu, natembea na mama wa rafiki yako, na wewe ipo siku mama yako watatembea nayo. Na usijifanye mimi mama yangu alikufa, watatembea na mke wako. Malipo ni hapa hapa. Sasa mimi ni kiongozi wa kimila, ninazungumza ambayo yako kwenye uishi. Mimi sio kiongozi wa dini, ila ninayozungumza ni zaidi ya maisha. Maana unaweza kupuuza ukasema, anatoa ushauri lakini mbona ushauri wenyewe unatolewa katika misingi ambayo hatukuizoea. Lakini kumbuka ushauri huu ni ushauri unaotoka kwenye falme za mizimu. Ni ushauri unaotoka kwenye falme za misingi ya kuishi. Ni ushauri unaotoka kwenye falme za mema ya kuishi. Usipozingatia, wewe acha kuzingatia, ila jua hivi, maisha ni duara. Life is cycle. Na miduara ina maana kwamba maisha hayana mwisho. Life is no end. Usije ukahisi mimi najinyonga, kwani kijinyonga tayari. Ndugu yangu, kuna maisha baada ya kifo. Na ndiyo maana kuna majibu ya makosa uliyoishi katika mwili huko unakoelekea baada ya kufa.
Lakini si hivyo tu, jua kwamba chochote utakachokitenda, narudia tena, kiwa kizuri umejitendea mwenyewe, kiwa kibaya umejitendea mwenyewe. Hata baada ya kuacha mwili huu kwa namna ya kufariki, utarejea katika mwili mwingine ukiwa ni wewe yule yule. Maana kumbuka, huyu sio mimi, bali huu ni mwili wangu. Mimi ni huyu ninayeongea niliye ndani ya huu mwili, lakini huu mwili sio mimi, huu ni mwili wangu. Naweza nikaenda hapo barabarani nikagongwa na gari, mwili ukasambaa, mimi nikatoka ndani ya mwili nikaelekea kwenye maisha mengine pasina mwili, na kule yapo ya Mungu yanayoenda kuhoji, kwa nini mwili wako umegongwa na gari? Kama ni bahati mbaya nikisema wataona, maana kule si pa kwenda kudanganyana tena. Na kama si bahati mbaya nimeenda kujigongesha mwenyewe, lazima nitajibia, kwa nini mwili tuliokupatia wewe umeenda kunyonga, ujinyonga na kamba? Maana tumeona kuna mwingine juzi Morogoro, nimeona mitandaoni wakiandika kwamba ajinyonga na kamba mpaka kufa kwa sababu ya ugumu wa maisha. Jamani, ugumu wa maisha usikusababishe ujinyonge. Ipo misingi ya maisha, utapata tu. Ndio maana sisi viongozi wa kimila tupo kwa ajili ya ushauri, tupo kwa ajili ya baraka, tupo kwa ajili ya kukufanikisha kutoka kwenye sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kitendo cha kwenda kujinyonga ni kitendo cha mbali sana. Kama hauna mtaji, njoo kwangu, njoo mimi nitakupa mtaji. Sio ifike hatua uende kujinyonga. Sisi tumepata baraka kwa sababu tumetimiza mema ya kuishi, tumefuata misingi na taratibu za maisha. Na isifike hatua ukahisi maisha ni mepesi hivyo. Maana kuna wengine hata napiga simu, unasema kwamba mimi nataka utajiri lakini sina chochote mfalme, naomba tu nisaidie. Mimi sina chochote kabisa. Wewe, utajiri ni hela. Na huwezi kumiliki hela bila kuwa na hela. Huwezi kupata dawa bila kuwa na dawa. Huwezi kupata nguvu bila kuwa na nguvu. Unapoenda kutafuta uganga, nenda na hela, usiende mikono mitupu. Hakuna anayepokea vitu bure. Lakini nakuahidi kukupa mtaji, kwa sababu kama umefikia hatua ya kujinyonga, ni maelekezo tu. Njoo wewe na baba yako na mama yako, niambie unahitaji mtaji kiasi gani. Mimi Mfalme Dr. Fadhili nitakupatia mtaji. Maelekezo tu yatatolewa. Kama ni kuandika barua kwenye himaya yako, njoo nitakupatia mtaji. Mimi nitawapatieni mitaji. Sina fedha nyingi hivyo, lakini sina umaskini pia huo ambao mpaka watu fika hatua mjinyonge. Na ndio maana nimeshauri wale wote ambao wanaona wamesumbuka sana na maisha. Umeenda kwenye makanisa hujapata majibu. Umeenda kwenye misikiti hujapata majibu. Umejitahidi kuwa na imani mpaka umekuwa mrokole, lakini majibu ya mafanikio yameshindikana. Njoo tuzungumze na Mungu Muumba wetu. Njoo tuzungumze na wazee wetu. Maisha na nguvu yalizotumia bibi na babu zetu, walizokuwa wana uwezo wa kuzungumza na anga mvua ikanyesha, walizokuwa na uwezo wa kuzungumza na mbingu mvua ikanyesha, walivyokuwa na uwezo wa kuzungumza na ardhi mimea ikaota. Uje tuzungumze na Mungu huyo. Sisi ndio tunaomtumikia, na sisi huyo ndiye anayetupatia utajiri. Kama una mawazo kwamba tumejiunga Freemason kwa sababu naona pete, no. Hizi ni falme, tunaye ni viumbe tu ameelekeza, lakini sio kujiunga. Maisha ni kanuni. Ndio maana nitaendelea kuambia kwamba wale wote ambao mnatamani kufikia mafanikio, unatamani kufahamu misingi ya kanuni za maisha, usinipigie simu kwamba mimi niko tayari, naomba unielekeze kanuni za maisha. Hawaendi hivyo. Nidhamia, njoo kwenye himaya. Ndio maana nawakaribisha. Madarasa haya huwa tunafundishana kila Jumamosi kuanzia saa 4 kamili mpaka saa 6 kamili. Ni hapa viwanja vya Fathergate, Mbezi Beach, Africana, Dar es Salaam. Na utakapokuwa umetokea hapo, tukishuka Africana, hapo kituoni uliza Fathergate kwa Mfalme Dr. Fadhili. Ni upande hapa kwenye taa, unapanda hii barabara, basi unafika katika viwanja vyetu. Na tunakuwa na masaa 2 tu kila wiki, ambao ni kila Jumamosi kuanzia saa 4 kamili mpaka saa 6 kamili, kufundishana juu ya habari ya masomo ya ukweli wa kuishi. Nimejitolea bure kuwafundisha vijana wenzangu, kuwafundisha wazazi wenzangu, kuwafundisha wazee wenzangu, kuwafundisha wote walio na uhitaji wa kurejea maisha halisi walioishi bibi na babu zetu, yaliyowasaidia kuweza kufanikiwa kabla ya dini, kabla ya biashara ya utumwa, na kabla hakuja kuwepo na mambo mabaya. Na ndio maana sisi tunaozingatia kanuni hizo tunaishi maisha ya kitajiri. Tunaishi maisha kama haya unayoyaona. Usitegemee kuishi maisha mazuri kama hauna uliponidhamia. Kanisani kwenyewe uendi, msikitini hauendi, kwenye maombi hukanyagi, kwa waganga na kesha kila siku unaisha kutapeliwa. Kama unataka uganga, njoo, mimi ni mfalme. Uganga ninaotumia ni uganga wa zamani, lakini kumbuka hata baraka za kifalme nasimama nazo mimi. Na ndio maana nakualika
Kama ulishahangaika imeshindikana, njoo tutakusaidia. Mafanikio yapo tu. Kuna mafanikio yanahitaji dawa, kuna mafanikio yanahitaji mashauri tu. Sasa inafika hatua vijana tunafika mbali sana. Mpaka tunafika hatua unatengeneza kamba unajinyonga, maana yake ni wazi kwamba maisha yamekushinda. Na sisi wanaume, moja kati ya mambo tuliyozungumza kwenye kikao chetu cha mwisho, hamna kukata tamaa. Pambana mpaka tone la mwisho. Utakapokata tamaa, mtoto wako atabaki na nani? Mtoto wako unataka kumwachia skendo baba kajinyonga? Mtoto wako unataka kumwachia urithi huo? Kwa sababu kumbuka, mambo mengi yanayojitokeza katika familia nyingi yanajirudia rudia. Ndio maana nakwambia, tenda wema umejitendea mwenyewe, tenda ubaya umejitendea mwenyewe. Kama baba amejinyonga, lazima tu kuna mjukuu atajinyonga, lazima tu kuna mwingine atajinyonga. Kwa nini? Ule mzunguko wa yale maisha yanarudisha ile laana ya kujinyonga katika familia. Sasa kuepukana na hayo yote, ndio maana nikasema kuna uhitaji wa kuwa tunakutana pamoja, tunajadiliana, tunaeleweshana juu ya yale yaletayo amani katika masomo ya ukweli wa kuishi.